asanteni sana. Yao hiyo jina utabadilisha. Hiyo yake ni nzuri sana. Hiyo jina Kasongo utabadilisha hiyo. Wewe sio Gachagua. Haya, asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu Bunduki. Embakasi chapter Bunge la Mwananchi. Embakasi chapter Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Embakasi chapter. Embakasi chapter Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Embakasi chapter. Hiyo ndio slogan yetu. Ukianza unaanza na hiyo. Kwanza nataka nishukuru nyinyi wote kama member ya Bunge la Mwananchi Embakasi chapter. Zaidi ya watu 56 ambao wamefanya registration kwa niaba ya bunge yetu. So tuko tu na hii mwezi wa 7. Ikiisha tunafunga orodha na tunaongeza bei ya registration. Hiyo ndio mambo iko. Na mada ambayo nataka kuzungumza ya kwamba jana tu nilionya Wakikuyu. Marafiki zangu sana, mimi ni rafiki ya Wakikuyu zaidi. But mimi na adui ya Gachagua. Mjajua kwa nini adui yangu na Gachagua iko? Hamjajua. Kuna siku moja nilijua jina ya full ya Geoffrey Gachagua, akaitwa Geoffrey Rigathi Gachagua. Na wakati nilikuwa najua hii jina, nilikuwa mahali yenye siwezi chukua simu na siwezi ongea na mtu mwingine. Ndugu yangu, kama kuna mwanasiasa very dangerous, Gachagua. Correct. Kama kuna mwanasiasa very dangerous in Kenya, ni Gachagua. Kabisa. Na kama kuna mwanasiasa pendi kabila yake, ni Gachagua. Kabisa. Gachagua amepigana Mama Ngina, amepigana Uhuru Kenyatta, amepigana Moses Kuria, amepigana Kimani Chungwa, amepigana sasa ameanza vita saa hii Ndindi Nyoro, amepigana Anne Waiguru. Ani amepigana kila mtu. Saa hii leo hii ameorganize schools. Mimi nataka kusema yule mtu aliorganize schools kupiga Mheshimiwa Governor Irungu Kang'ata, super governor Mlima Kenya ni Geoffrey Gachagua. Hiyo sio uongo. Akipenda nishike my friend. Bone. Gachagua ni militia, jambasi, terrorist, thug. Bwana, ukiwa hapo unatetea Gachagua, ujui Gachagua, uliza mimi Mjukuu Bunduki. Nikishikwa, nani alinishika? Lunye. Ila mjui Gachagua ndugu yangu. Hamjui Gachagua, mnasikia tu jina ya Gachagua. Gachagua ndio kiongozi ana huruma hii Kenya. Kama kuna mtu very dangerous in Kenya ni Gachagua. Wewe unafikiria kwamba Ruto amuke tu siku moja Gachagua amemsaidia wakapata serikali atolewe tu hivi hivi? Wewe unafikiria tu ni mjinga bwana? Ruto si mjinga. Lazima ujue the consequence ambayo Ruto alichukua, aka make decision, akatoa Gachagua. Mtu ni president, yeye anakupangia njama ya kukueliminate. Umesikia wapi? President anatoa hotuba Nairobi, yeye amekimbia Mombasa, rais anamaliza, anaita vyombo za habari. Kwani Kenya ni ya mama yake bwana? Then unataka Ruto acheke na Gachagua. Haiwezi. Hatuwezi. Rais akishaongea, hakuna mtu anaongea nyuma ya rais. Kabisa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Then uko hapa, Gachagua mtatwendi, my friend, Gachagua ni the beast. Yeye hujui Gachagua mtu wangu. Hamjui Gachagua? Gachagua ndio mwanasiasa hana utu, ndio mwanasiasa hana upendo, ndio mwanasiasa anajipenda kama Gachagua. Nauliza swali rais, umeona mtu akijitokeza ati Gachagua alinisaidia? Hakuna. Kikuyu, umeona? Kuna kwenda na nyakua. Kwanza amenyang'anya mpaka mtoto wa ndugu yake. Ndugu yangu, mimi kama kuna mwanasiasa siwezi hata weke pesa chini leo hii. Siwezi support Gachagua my friend. Siwezi. Hata mimi. Siwezi. Mtu yenye ana utu na jamii yake, huyu sio kiongozi. Mimi nasemaga kila siku. Irungu Kang'ata, the best governor Central region. Anapangiwa kupigwa na Gachagua kwa sababu amekataa masikio ya punda ya Mlima Kenya. Hatutaki. Then uko hapa, Gachagua my friend. We will support the best governor Irungu Kang'ata. Kabisa. Makofi hapo. Kwa hiyo jinga ndugu yangu, endeni Murang'a County tuone ile kazi huyu jamaa anafanya. Huyu mtu ambaye kuna chama ya masikio ya punda hata kwao Nyeri. Gachagua ndiye amekula kaunti ya Nyeri, amekula ndugu yake, amekula huyu governor saa hii mtaka kaiga. Hakuna kitu yenye iko Nyeri County, hakuna. Hakuna. Ndugu yangu hakuna. Irungu Kang'ata is the best governor. Mount Kenya is the best governor my friend. The second one, huyu wa Matangi. Hao watu
Gachagua amefungua vita nao. Oh, nyinyi una support William Ruto. Una support nani? Kwani pesa ya serikali ni nani anapeana pesa? Ni serikali kuu. Kuna mahali Irungu kata sasa pata pesa. Sasa wapate kwa serikali William Ruto. Wachini ujinga. Gachagua sio Mungu. Gachagua ni saitani kabisa. Illuminati. Mimi napenda Wakikuyu, basi siwezi kufuata Mkikuyu yoyote ana support Gachagua. Ndio hiyo. Kwa sababu hataki Mkikuyu zake mazuri. Gachagua the first time tunaona ati Gachagua ama insight ameuza uoga, ameuzia Wakikuyu uoga hadi wamekataa kufungua magari ifanye kazi. Siku hiyo Mkikuyu amepoteza pesa, gari yake ni ya loan, hajalipa loan, anaingia tena kwa mfuko yake alipe loan. Na yeye anakula kwa nyumba. Kwa sababu gani? Gachagua anataka jina kubwa kama ya Raila Odinga. Gachagua anataka atoe my friend. Mimi nasemanga kila siku. Unaona hii Mlima Kenya, siasa bado. Kuna mwanaume mmoja hapa anaitwanga Ndofu. Hapa Mlima Kenya anaitwa Ndofu. Hapa Maina Njenga. Hapa Mount Kenya. Siasa bado ndugu yangu. Gachagua anatoka hata kwa nyumba yake. Saa bado ndugu yangu. Saa bado. Gachagua saa yako bado. Tuko na mwanaume hapa Mlima Kenya. Mau original Mau. Kabisa. Honorable Maina Njenga. Saa bado ndugu yangu. Saa bado. Mount Kenya inakuwa ndogo kwa Gachagua ndugu yangu. Endelea na hiyo mchezo yako. Kama kikombe. Ati unapiga governor kwa sababu governor si wa DCP. Heruku kuna hata kuna akili yake. Hatuwezi toshia kitu kidogo ya kudanganya Wakikuyu. Ati Gachagua anataka pesa zote ya mwanasiasa ya Mount Kenya aingie kwa mfuko yake. Kila mwanasiasa ya Mount Kenya aingie mfuko yake. My friend, tunasema ya kwamba kama huku huwa Maina Njenga 2027 unataka kujua Maina Njenga ni nani? Utajui. 2027 ndio unataka kujua sisi vijana wa Maina Njenga sisi ni wakina nani? Utajua Ndofu ni nani? Mount Kenya yule kiongozi ambaye tunatambua right now, Excellency Dr. Ambassador Chairman Maina Njenga. Kabisa. Kiongozi yenye ukienda kwake unapata kabila yote. Kwa Gachagua hakuna kabila nyingine. Yake na watoto wake tumekubwa. Then uko hapa unatuambia a national leader. For what? Maina is the great leader from Mount Kenya. Huyo ndio kiongozi ambao ukiangalia kando yake kila kabila yuko hapo. Hata hizi sekta ya matatu, niambie Gachagua kuna matatu gani? Hakuna. Nauliza tu kuna matatu gani? Mkokoteni. Maina Njenga kosa kwa matatu. Yeye ameinvest kwa hoteli ambayo anaibia watu. Tena tudanganya sisi kama wana matatu, haribu biashara yao matatu. Hatuna kubali siasa ya ujinga. Mkikuyu ni Mkenya. Na tunalinda mali ya Mkikuyu. Kabisa. Gachagua hawezi fanya biashara na Mkikuyu. Ati Wakikuyu wote akuwe nyuma yake ndio blackmail Mkikuyu. Haitawezekana ndugu yangu. Haiwezekani. Sisi ni Wakenya. Siasa ya ukabila fanya na watoto wako kwa nyumba yako. Kabisa kanisa. Wacha kuingiza Wakikuyu wapigane wao kwa wao. Wakikuyu ni watu wangwana. But Gachagua awache kutumia Wakikuyu kupigana kwa sababu interest yake. We cannot allow you Gachagua. Kabisa. Hatuna ruhusu. Na hiyo jinga yako ya kukimbizana wanasiasa wa Mlima Kenya. Time yako bado my friend. Time yako bado. Lazima tufanye siasa safi, siasa ya maendeleo, siasa ya uwiano. Mkikuyu ni Mkenya, amekubalika kufanya biashara mahali popote. But Gachagua hawezi kubalika kufanyaga kwa hata Rift Valley. Tunataka kufanya kazi yako wewe. Tuko na wewe. Olkalau sio nyumba yako. Mount Kenya sio nyumba yako Gachagua. Eriku Kang'ata kuna haki. Kabisa. Kindiki kuna haki. Kabisa. Ndindi Nyoro kuna haki. Kabisa. Angalia Mlima Kenya. The best MP Mlima Kenya. The best MP Kenya. Hata msi Mlima Kenya. In Kenya. Honorable Ndindi Nyoro. Kabisa. Then Gachagua anamuita atuwe ni Wilibaro. Wewe umeifanya kazi gani? Kama si kudhulumu wa kikundi uko nayo. Anakula mpaka kuze Mkikuyu. Mimi nataka kusema siasa hiyo jinga ndogo ndogo tuaje. Na hii ndio siasa unasikia wengine watu walinda mwananchi. Hakuna mtu alipanga vurugu kufuruga yule mtu wenu wa feli ambaye ameshinda kufanya maendeleo Siaya. Hakuna. Orengo anataka sympathy. Kabisa. Kwa sababu amegundua kwamba Sifuna amekuwa smart kumuliko. Kabisa. Sifuna akienda Western, Sifuna kuna watu wake ya Western. But yeye kama James Orengo akienda Nyanza hana watu. Lazima organize goons ndio wapigwe, ndio ikuwe discussion kwa social media ya kwamba Orengo amepigwa. Hakuna mtu amepigwa Orengo. Orengo ana organize goons, anajipiga mwenyewe ndio convince Jaluo. Hakuna mjaluo mtinga leo hii. Correct. Hakuna. Na hii nataka kuambia Sifuna, ukiendelea kutembea na Orengo, unaenda kushushisha nguvu yako, unarudisha chini.
Wachana huyu mzee hana agenda. Amesaka. Wacheni my friend. Orengo ni mtu ya kipindi. Unajua Orengo my friend. Orengo ni mtu ya comedian. Comedian yenye ana kipindi my friend. Sasa hii ameorganize Gurs amempiga Kisumu ya aseme kwamba amepigwa. Hakuna mtu anaweza piga Orengo kwa sababu Orengo hana utamu yoyote kama hata hana maendeleo. Levi. So, Mheshimiwa Orengo, hiyo siasa duni, siasa ambayo ina maendeleo tunakubali. Therefore, mimi nataka kusema ya kwamba hatuwezi piga Orengo kwa sababu Orengo hana maendeleo yote Kabisa. Unampigia nini? Nini yako nayo? Unampigia nini? My friend. Na hii nataka kusema, Orengo wametumia jina Omolo. Wametumia jina Omolo, imeisha. Sasa watafuta kipindi. Nataka kuambia Wajaluo, wenye watanichukia wanichukie. But mimi siwezi fuata mwanasiasa yenye anatumia. Mimi nafuata mwanasiasa yenye analeta maendeleo kama Daktari Raymond Omolo. Kabisa. Saa hii leo hii kiongozi wetu ambao tunaona ametufungua macho kama Wajaluo ni Mheshimiwa Daktari Raymond Omolo. Kama sio Omolo sasa tungekuwa tunateseka. Kabisa. Omolo amefungua ya kwamba ukiwa kwa serikali inaweza kukufanyia maendeleo. Wakifanya Orengo anapinga. Then uko hapa unatuambia we are okay. We are not okay my friend. Tunataka kujua pesa ya Orengo ya county government 7.8 billion anafanya na kazi gani? Ananunua busa. Mheshimiwa Gavana, sisi sio wajinga. Hakuna mjinga saa hii. Saa hii tunataka kujua maendeleo ambayo umepeleka Siaya. Nini umefanya? Ni yapi umefanya? Hatunafanya siasa ujinga. Daktari Raymond Omolo, wewe ndio Simba, wewe ndio baba na wewe ndio kiongozi wetu. Party leader wa ODM ni Daktari Oburu Oginga. Weka mawe. Huyu ndio kiongozi wetu. Na tunaambia daktari, wewe ndio kiongozi wetu wa ODM. Hii mambo yenu ambayo unatuambia atipati ya gani? Atipati ya de facto gani my friend? Kiongozi party leader ni Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga. Na nataka kuambia Mheshimiwa Wandai, Mheshimiwa John Mbadi, tafadhali shikilia vijana wetu. Sisi kama vijana tumshikilie. Kwa sababu serikali ya kesho julikani. Serikali ya kesho julikani. Hii leo yenye tuko nayo ndio serikali. Ukingoja kesho 27 ya kesho yule mtu ambaye tuko naye 100% anarudi na Ruto Omolo. Kabisa. Usipofanya kazi, mimi nataka kuambia waziri Wandai, usipofanya kazi kwa niaba yetu hapa mbele yako mgumu. Walunyi. Mheshimiwa John Mbadi, usipofanya kazi kwa bidii hapa mbele itakuwa ngumu. Omolo ni mtu wa UDA. Omolo ni Ruto ni Omolo. So ukidanganya ati broad base utalia hapa mbele. Peni pesa, tutapata maendeleo ili tusonge mbele. Asante sana, Mungu awabariki.